Uchaguzi ni mchakato wa kidemokrasia ambao unatoa fursa kwa wananchi wa nchi husika kuchagua viongozi katika ngazi mbalimbali kuongoza katika kipindi fulani. Tanzania mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Itakapofika Oktoba 29, wananchi watasogea kwenye sanduku la kura na kufanya uamuzi. Geita mjini ni moja ya majimbo 272 nchini ambayo yatashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kiuchaguzi kimsingi lina jimbo moja la uchaguzi ambalo ni Geita mjini, na jimbo letu pia lina kata 13 ambao kimsingi tunapoongelea kata maana yake ni uchaguzi ngazi ya udiwani. Jimbo letu la Geita mjini pia lina vituo, vinategemea kuwa na vituo vya kupigia kura vipatavyo 475. Lakini jumla ya wapiga kura katika jimbo letu la Geita mjini ni wapiga kura wapatao 190,556 ndio wanaotegemea kupiga kura. Mikakati ambayo tumeiweka sisi kuhakikisha tunaongeza mwamko wa wananchi kushiriki kwa ujumla wao. Kwanza, makongamano mbalimbali ambayo yanakuwa yanafanyika sasa katika kipindi hiki cha kuelekea shughuli ya uchaguzi mkuu hiyo tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo katika makongamano hayo tunapata fursa pia ya kujaribu kuelezea swala zima la uchaguzi, lakini pia kupitia kwa viongozi wa mbalimbali wa dini ambao tunapata pia fursa ya kukutana nao. Pia tumekuwa tukijaribu kuwaomba watufikishie ujumbe kwa kuwahimiza wapiga kura kujitokeza. Lakini eneo lingine, mikakati ambayo tunayoifanya pia ni uhamasishaji katika ngazi ya mitaa na vijiji. Ule kama unavyofahamu ndiko waliko wapiga kura. Kwa hiyo kupitia vikao mbalimbali vinavyofanyika vya kisheria huko chini, pia swala la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ni agenda ya kudumu. Mchakato wa uchaguzi mkuu huanzia siku ya tangazo la uchaguzi mpaka siku ya kutangaza matokeo ya uchaguzi. Kuna sheria, kanuni, taratibu na miongozo ambayo inapaswa kufuatwa ili kutimiza lengo la uchaguzi. Wananchi wa Geita wanaeleza umuhimu wa elimu kwa mpiga kura katika kuwapatia uelewa wa masuala mbalimbali ya uchaguzi mkuu. Umuhimu wa elimu kwa mpiga kura ni jambo la muhimu sana, kwa sababu unamfanya mpiga kura awe na uelewa kwamba anapoenda kupiga kura anatakiwa afanye nini, azingatie nini. Kwa sababu pale kwenye kupiga kura unakuta kuna zile karatasi zile, unakuta wengine anaenda kupiga kura anaharibu, anatiki sehemu ambayo sio, au anachafua kwa sababu tu anakuwa hana elimu. Lakini akipewa elimu ataenda moja kwa moja, atafanya kitu kinachotakiwa kufanywa na ataondoka, ataendelea na mambo yake kama kawaida. Kwa hiyo elimu inatakiwa sana. Kwanza mtu anapofahamu umuhimu wa wapigaji wa kura, hawezi akafanya mambo ya ovyo, kwamba anajua kabisa hichi ni kitu serious na ni kitu ambacho kimeshikilia maisha yangu na uhuru wangu. Kwa hiyo mtu anapopata ule umuhimu, anapopata elimu ya umuhimu wa upigaji kura, hawezi akafanya vitu vya ovyo. Umeona? Lazima akienda kupiga kura atapiga kura kupitia kile chama anachoamini kwamba yeye hicho chama kinaweza kumuongoza vizuri. Hawezi akafika kwenye kura kwenye upigaji wa kura akachola akafanya nini akaharibu kura yake, kwa sababu hiyo ndio kitu kimeshikilia nini maisha yake. Elimu kwa mpiga kura, mimi naona ni kwenda kupiga mle kwenye kiboma na chagua rais na chagua mbunge na diwani. Nikikosea hapo nakuwa nimeharibu. Nakuwa sijatenda haki. Nakuwa sijatenda haki yoyote. Elimu kwa mpiga kura ni muhimu hasa katika kipindi hiki tunachoendelea cha zoezi zima la uchaguzi, kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kupata taarifa sahihi za masuala yote yanayohusiana na uchaguzi. Kwamba ifike mahali mwananchi asiweze kupotoshwa, aweze kujua kipi ni kipi na ukweli wa jambo lolote linalohusiana na uchaguzi limekaa vipi au linatekelezwa namna gani kwa mujibu wa sheria na
kanuni za uendeshaji wa uchaguzi huu wa mwaka 2025. Kupata elimu sahihi ya jinsi ya kushiriki kikamilifu katika mchakato mzima wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ni jambo la msingi ambalo kila mmoja anapaswa kufahamu. Ni vyanzo gani vya utoaji elimu kwa mpiga kura ambavyo wananchi wanavifahamu vinaweza kuwapatia elimu hiyo? Hii elimu vyanzo vinaweza vikapatikana ndio kwenye vyombo vya habari kama hivyo, vyombo vya habari ya kwenye redio, television, kwenye mikutano, madarasa yanaweza yakatolewa kwenye kampeni hizi, inaweza ikasaidia. Mimi nadhani elimu ya mpiga kura inatolewa pale labda kwenye kugombea, kwa wagombea. Yes, kwa wagombea anapoenda anashiriki mikutano ya siasa na nini, umeona pale anaweza kupata. Kwa mwananchi wa kawaida elimu ya upigaji kura anaweza labda let's say kusikiliza redio, kusikiliza vyombo vya habari, kuangalia taarifa za habari. Pale mtu anaweza kujifunza kwa nini anatakiwa kupiga kura na kura ina umuhimu gani kwenye maisha yake. Utoaji wa elimu kwa mpiga kura ni zoezi endelevu. Na hapa msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Geita mjini anaeleza vyanzo vinavyotoa elimu kwa mpiga kura na ushiriki wa asasi za kiraia katika kufanikisha suala hilo. Elimu kwa mpiga kura ni zoezi kimsingi ambalo ni endelevu. Na linafanyika toka mwanzo mchakato wa uchaguzi unapokuwa umekwisha tangazwa. Na zoezi hili kimsingi linakwenda mpaka siku moja kabla ya upigaji wa kura. Kwa hiyo mpaka tarehe 28 mwezi wa 10, maana yake elimu tutakuwa tukiendelea kuitoa kwa mpiga kura. Kama kuna mashaka yoyote basi ufafanuzi unatolewa katika maeneo mbalimbali. Ukiachilia tume yenyewe ambayo ndio ina jukumu mama la kutoa elimu kwa mpiga kura, tunazo pia asasi za kiraia, na asasi hizi zimeteuliwa na tume yenyewe kusaidia utoaji wa elimu ya mpiga kura katika maeneo yetu ndani ya manispaa. Kwa hiyo asasi hizo pia zinatusaidia kutoa ufafanuzi na elimu kwa ujumla kuhusiana na zoezi zima la uchaguzi. Asasi hizi kwa namna zilivyo tu ni kama, naweza nikatumia neno kama agent. Agent ni mtu yule ambaye umemkasimu mamlaka hayo ukiamini ataenda kuyatekeleza kwa kadri ambavyo wewe ungeweza kuyatekeleza pia. Kwa hiyo pamoja na kwamba zinatoa elimu hiyo pia, lakini sisi pia kwa nafasi yetu pia tunafuatilia kujua kile ambacho pia kinaelezwa kule kwa wapiga kura, ili kama kuna lolote ambalo liko sawa basi tunaliweka sawa pia ili tuweze kwenda sawa pamoja. Ukiwa unajua nini unapaswa kufanya, maana yake unakuwa na uhakika na kile ambacho unakwenda kukifanya. Lakini usipokuwa na uhakika ya nini unapaswa kwenda kukifanya, matokeo yake unaweza kuwa unafikiri kwamba uko sahihi lakini hauko sahihi. Mathalan, moja elimu ambayo tunaitoa au tunaendelea kuitoa pamoja na hizo asasi ni namna pia ya upigaji kura, kwa sababu wananchi wasipoelekezwa vizuri upigaji kura unapaswa kuwa namna gani, inaweza ikapelekea kura nyingi sana ukajikuta zimeharibika kwa sababu tu ya kutojua au kutofahamu upigaji kura unapaswa kufanyika kwa namna ipi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunajaribu kuvizingatia sana na kuweka msukumo mkubwa ili kuhakikisha pia tunapunguza kura ambazo zinaweza zikapelekea kuwa zimeharibika. Tangu kuruhusiwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ni wa 7 kufanyika. Wananchi wa jimbo la Geita wanaeleza kumbukumbu yao ya uchaguzi mkuu wa kwanza kuushiriki. Katika uchaguzi huu bwana, mara nyingi kwa sababu nimeanza kupiga 2015. Huu unaweza kuwa wa 3. Kwa maana ya kwamba kuchagua rais nimepiga 15, 20 na huu sasa utakuwa wa 3. Mimi this time itakuwa mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa 2015. Sasa mimi hapa uchaguzi huu utakuwa, mtu ngoja nikumbuke. Mimi uchaguzi nilifanya mwaka 1990, nikaja tena 2000,
tena hii 15 na 25. Naona utakuwa wanne au wanne. Wanne. Kufuatia kutimiza vigezo vya kupiga kura, wapo vijana ambao wamejiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura na watashiriki kwa mara ya kwanza kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mimi mwenyewe sijawahi kupiga kura kwa sababu ukiangalia hata mimi mwenyewe naweza kuniona ni mkubwa lakini umri wangu bado mdogo. Umeona? Sijawahi kupiga kura. Umeona? Kwa ndo mara yangu ya kwanza ndo na mimi naenda kupiga kura mara ya kwanza. Kwa mujibu wa daftari letu la kudumu la wapiga kura lililoboreshwa, kundi la vijana kwa takwimu ni wastani wa 25% mpaka 35% ni wapiga kura wapya ambao wameandikishwa kwenye daftari letu la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo utaona ni ongezeko kubwa la kundi hilo la vijana ambao kwa mara ya kwanza wanaingia katika mchakato mzima wa kupiga kura katika eneo letu. Jamii inawasanini vijana waliojiandikisha kwa mara ya kwanza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuelekea kutimiza haki yao ya kikatiba. Cha kumwambia ni kwamba kwanza ni furaha yake kwamba amepata haki ya msingi ya kumchagua kiongozi ambaye anamtaka yeye kwa ajili ya maendeleo yake. Kwa hiyo afurahie kwanza kwa sababu amefikisha umri na asipotoshwe kwa sababu ni haki yako ukiiuza utaonekana mtu wa ajabu na kama yule kiongozi ataingia afanye vitu ambavyo sio vizuri na wewe itakuwa inakuhukumu. Lakini ukimchagua kiongozi ambaye yuko sawa na wewe unakuwa proud kwamba yule mtu na mimi nilimweka pale kwa sababu na mimi nilipiga kura yangu. Mimi nitoe wito kwa vijana wote ambao tayari wamekidhi vigezo vya upigaji kura kwamba wajitokeze kwa wingi, waache mambo ya ushabiki tu kwamba sijui nini hapana. Kipindi unafanya ushabiki, jitokeze kupiga kura. Sawa? Waache tu mambo ya ushabiki, sijui nini mambo ya vyama na nini hapana. Jitokeze, piga kura, tambua haki yako, kura ni haki yako. Kwa hiyo jitokeze, piga kura, chagua kiongozi ambaye ni si wewe, kwako ni sahihi. Vijana wengi bado sasa hivi wengine ndio wametoka shuleni, wengine ni mara yao ya kwanza kupiga kura, hawajajua. Kwa hiyo serikali inatakiwa ifanye jitihada kwa ajili ya kuelimisha vijana umuhimu wa kupiga kura. Kijana ambaye ameanza sasa kwenda kupiga kura, naomba jambo la kwanza asiwe na hofu. Jambo la pili, naomba asipige kura kwa ushawishi usiokuwa na mantiki yoyote kwenye kile anachokusudia. Aende akapige kura, lakini kabla ya kwenda kupiga kura aende kwenye mihadhara ya kampeni akachague ni chama gani au nani mgombea yupi anayemshawishi anaona kwamba atamletea maendeleo, akaweze akampigie kura huyo na apige kura kulingana na maelekezo atakayoelekezwa katika kituo cha kupiga kura. Rushwa ni adui wa haki. Wananchi wa Geita wanaeleza msimamo wao kuhusu rushwa katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Pinga swala la rushwa, kumchagua kiongozi kwa kutumia rushwa. Maana kuna madhara yanatokea. Unamchagua kiongozi kwa rushwa, baadaye inakuja kusumbua katika nchi yetu. Maana maendeleo yale tunayotakiwa yatakuwa yafiki na vitu vingi tunavihitaji wachimbaji wadogo kusaidiwa na serikali. Kwa hiyo ukimchagua mtumishi kwa kutumia rushwa inakuwa ni madhara makubwa sana kwa sababu yale maendeleo hawezi kukuletea, hawezi kukusikiliza kwa sababu wewe alitumia hela ukamweka pale madarakani. Kwa hiyo atanufaisha tumbo lake tu kwa sababu ameingia kwa hela kwenye rushwa. Rushwa ni adui mbaya sana katika Tanzania hii na wengi wanampinga kwa ajili ya rushwa. Rushwa sio kitu kizuri sana. Na waomba kwa uchaguzi huu tuchague viongozi bora anayekufaa, sio kwa kutumia rushwa. Umchague kutoka mwenyewe kwamba huyu atanipeleka hapa na huyu atanipeleka hapa, ila usisahishike kwa ajili ya rushwa. Rushwa ni mbaya sana tu. Kuna kadhaa nahitaji nikupe ili ufanyaje siku ya uchaguzi unichague. Lakini mimi kwa binafsi yangu na ushauri kwa vijana wenzangu natakiwa tukupingana na hilo. Na maana binafsi yako moyoni mwako unajua ninamchagua nani ambaye atanitetea mbeleni ya safari. Natakiwa mimi kwa binafsi yangu vijana tuangalie, tukatae rushwa. Rushwa ni mbaya mno. Mtu anaweza kukupa rushwa baadaye atakupotesha. Naona kwa binafsi yangu
tupingane na rushwa yoyote ile. Mtu atakapokuja kukupa rushwa, kataa kwa moyo wako, mwambie mimi hamna. Unaona, mimi kwa binafsi yangu kabisa kutoka moyoni siwezi kupokea rushwa. Utakapomchagua mtu kwa rushwa, huyo hata kuongoza vizuri. Maana kwanza amehonga rushwa. Akishapita kwenye utawala, lazima kwanza ile hela hiyo tupa kwanza kuhonga rushwa. Lazima atakuongoza ili kufanyeje? Kuziba bidii yake, hata kuongoza kutoka moyoni. Lakini wewe moja kwa moja kumchagua mtu ambaye umelizia naye hivi fulani, nikimchagua lazima ataniongoza vizuri kwa moyo wako mmoja, lazima utakuwa umefanya kitu sahihi. Amani, umoja na mshikamano ni nguzo ya taifa la Tanzania. Na wakati huu wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Watanzania wanasisitizwa umuhimu wa kutunza amani kwa kufuata sheria, kanuni na miongozo ya uchaguzi mkuu. Amani ikiteteleka, sina sehemu ya kukimbilia ndani ya Tanzania. Yaani umuhimu mkubwa sana wa kutunza amani. Ninatoa wito kwa Watanzania tudumishe amani, tuendelee na amani yetu tulionayo, tuchague rais tunayempenda. Na wasihi tu Watanzania wakapige kura vizuri, wasianzishe fujo. Tarehe 29 waamka asubuhi na mapema wakapige kura ili arudi nyumbani akaendelee na majukumu yake. Swala la amani na utulivu ambao tunaendelea kusisitiza, kama ambavyo nimetangulia kusema, unaweza ukaona katika kipindi hiki cha kampeni hatujapata tukio ambalo ni kubwa ambalo limeathiri mwenendo wa kampeni. Kwa hiyo tunaomba na tunawasihi wananchi wetu kuendelea kutunza amani hiyo hadi siku ya upigaji wa kura, na baada ya hapo tuweze kumtangaza ambaye atakuwa ni mshindi, ambaye amepata ridhaa ya wananchi kuwaongoza kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Viongozi wa dini wamekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza kuitunza amani na kuepuka uvunjifu wa sheria unaoweza kuhatarisha na hatimaye kutoweka kwa tunu hii muhimu ya amani iliyorithiwa kutoka kwa waasisi wa taifa hili. Kwa jina langu naitwa Mwinjilisti Amosi. Kwa hapa Geita, hapa nipo Nyankumbu, Gedon Liji pale. Katika kipindi hiki cha uchaguzi, hebu naomba tumtangulize pia Mungu mbele, na hata uchaguzi wetu naomba tuishi kwa amani na upendo bila mvurugano wowote ule. Maana katika Amosi ile sura ya 5 mstari wa 14 inasema tafuteni mema wala si mabaya. Maana ukitafuta mabaya wataka kufa, lakini ukitafuta mema utapata kuishi, na siku zako za kuishi zitakuwa nyingi zaidi na zaidi, na Mungu atakuwa pamoja na wewe na atakuwa upande wako, wala hata kuacha wala hata kupungukia. Kwa hiyo naomba wananchi, naomba tuishi kwa amani pamoja na upendo na utulivu bila mvurugano wowote ule. Mungu awabariki sana. Amen. Kwamba na hasa vijana wetu wajaribu waangalie uchaguzi wa mwaka huu ambao tumesikia wengine mara ya kwanza hawajawahi kufanya uchaguzi, na umewakuta muda umefikia sasa wakapige kura. Basi tuwaombe vijana wetu wasijitokeze barabarani kwa ajili ya mihemko, kwenda kufanya vurugu na uvunjifu wa amani, kwenda kufanya kuvurugu mali za watu. Wafuate utaratibu na sheria zilizowekwa na tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba wanakwenda kwenye sehemu ya kupiga kura kwa utulivu na amani. Mtu apige kura yake kama maelekezo anavyosema, baada ya hapo aende mbali kwa ajili ya kusubiri matokeo yake. Baada ya matokeo yake basi aridhike na kile kitachokuwa kimetokea. Kwa hiyo wito wangu kama kiongozi wa dini ni kuwahimiza vijana wetu wote bila kujali madhehebu yao, bila kujali kabila lao, rangi yao, kuhakikisha kwamba wafahamu na wao kwamba Tanzania ndio hii, hata Tanzania nyingine. Wajitahidi kwa sababu wamepata akili sasa hivi kwa watu wazima, watambue kabisa kwamba wanastahili kuitunza amani ya nchi kama ambavyo sisi wazee wao na wazee waliopita walitunza amani mpaka wao wakawa wamepatikana. Kwa hiyo watu tunataraji kwamba kwa taifa linalokuja ndio tunawatarajia taifa la kesho. Basi wajue kwamba taifa hili linahitaji endelee kuwa amani, ili na wao hata haya wanayoyataka hawezi kuyataka bila kuwepo amani. Amani ikikosekana hao wanaodai hata kuwepo. Kwa hivyo tunawasihi sana, haki ya mtu kudai mtu haki yake ni msingi, lakini aidai kwa ustaarabu na kwa utulivu na kwa kufuata sheria ili aweze kupata haki yake. Lakini kubwa ili upate haki yako kubwa, nenda kapige kura. Mchague kiongozi unaona anakustahili
ili atakaye kuvusha pale, kwa sababu uchaguzi ni demokrasia ya wazi, kwamba wewe utakaye mkijitokeza kwa wingi mkasema tunamtaka fulani, hawezi kuingia madarakani kwa kupiga kelele barabarani. Ataingia madarakani kwa kura yako, kwenda kwa vijana ambao mnaingia barabarani kuvurugana, basi muingie kwenye masanduku kule mkawachagua viongozi wanaostahili. Wananchi wa Geita wanatoa wito gani kwa Watanzania wote kushiriki kikamilifu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kutimiza haki yao ya kikatiba ya kuwachagua viongozi katika ngazi ya udiwani, ubunge na urais? Mimi natoa wito kwamba tujitokeze kwa wingi, tusiache, twende tukafanye maamuzi kwa ajili ya maendeleo yetu. Na washauri wa kina mama, wa kina baba wote, vijana ambao wana haki ya kupiga kura, wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya hili tendo muhimu katika nchi yetu. Kwa Watanzania wote mimi natoa wito, kijana, mama, bibi, babu, tusimame tupige kura, tumchague kiongozi ambaye ni sahihi, kiongozi ambaye ataiongoza Tanzania yetu katika haki, katika demokrasia iliyo sahihi. Kwa jamii nzima ni kwamba serikali tu iendelee kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kutambua haki ya kupiga kura. Mimi napenda tu kuambia kwamba jitokeze kwa wingi, wapige kura kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Yaani mimi nashauri kwamba wajitokeze kwa wingi, vijana, kina dada, mama, mabibi, mababu, wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, sababu atakapoacha kwenda kupiga kura atakuwa amepoteza haki za msingi. Ninawaambia watu wote, kwa mfano wa Tanzania, vijana kama mimi, kwamba wajitokeze kwa wingi, sababu usipofanya hivyo unapoteza haki yako. Kura ni haki ya mtu. Kwa wajitokeze tu kwa wingi sana. Kubwa moja ni kwamba kwanza kipindi hiki ambacho tunaendelea na kampeni, wananchi pia wachukue muda wao kufuatilia kampeni zinazoendelea katika kipindi hiki na ambazo zitahitimishwa tarehe 28 mwezi Oktoba kabla ya zoezi la upigaji wa kura. Uchaguzi mkuu ni mchakato wa kidemokrasia ambao hufanyika kila baada ya miaka 5 ili kutoa fursa kwa wananchi wote waliotimiza vigezo vya kupiga kura kushiriki kikamilifu katika kuchagua viongozi watakaowakilisha katika nafasi za maamuzi katika ngazi ya urais, ubunge na udiwani kwa miaka 5. Kupiga kura ni haki yako. Jitokeze kupiga kura, uchague kiongozi wa chaguo lako.